Mwaka 2025 umeacha pengo kubwa katika historia ya Tanzania kufuatia vifo vya wanasiasa wakubwa waliowahi kushika nyadhifa za juu serikalini na kuwa na ushawishi mkubwa katika taifa hilo. Baadhi yao walikuwa ni sehemu ya kizazi cha waanzilishi wa sera za kiuchumi na kisiasa, huku wengine wakiwa ni viongozi wa kizazi cha sasa waliotoa mchango wao katika kipindi cha mageuzi ya kisiasa na kiutawala. Viongozi hawa walidumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo waziri mkuu, usimamizi wa bunge, diplomasia, usalama wa taifa na wizara muhimu za kijamii na kiuchumi. Vifo vyao vimegusa siasa za Tanzania na kuibua mazungumzo mapya kuhusu urithi wao wa kisiasa na mchango wao katika kulijenga taifa. Mwanasiasa wa kwanza ni Cleopa Msuya. Huyu alikuwa ni waziri mkuu wa zamani. Cleopa David Msuya, mmoja wa wanasiasa wa kongwe na waheshimika zaidi katika historia ya Tanzania, aliwahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania mara mbili kati ya mwaka 1980 hadi mwaka 1983 na mwaka 1994 hadi mwaka 1995, pamoja na kushika wizara nyeti kama fedha, viwanda na biashara. Zamani cheo chake cha waziri mkuu kilienda sambamba na kuwa makamu wa kwanza wa rais. Alikuwa miongoni mwa wanauchumi waliounda sera za mageuzi ya kiuchumi kuanzia miaka ya 1980 wakati Tanzania ilipokuwa ikipitia mabadiliko makubwa ya mfumo wa uchumi. Msuya alijulikana kwa unyenyekevu, busara na uwezo wa kufanya kazi na viongozi wa vizazi tofauti. Alikuwa mshauri muhimu wa marais kadhaa hata baada ya kustaafu siasa za moja kwa moja, na aliheshimika ndani na nje ya nchi. Alifariki dunia mwaka 2025 nchini Tanzania baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwanasiasa wa pili ni Job Ndugai. Job Ndugai alikuwa ni spika wa bunge la Tanzania na mbunge wa jimbo la Kongwa. Akiwa spika, alisimamia vikao vya bunge katika kipindi ambacho mijadala ya kisiasa ilikuwa mikali na yenye mgawanyiko mkubwa wa maoni. Ndugai alitambulika kwa mtindo wake wa uendeshaji wa bunge uliokuwa na nidhamu na misimamo mikali. Kabla ya siasa, alikuwa ni mhandisi mtumishi wa umma, jambo lililompa taswira ya kiongozi mwenye mtazamo wa kiutendaji. Alifariki dunia Agosti mwaka 2025 baada ya kuugua kwa muda. Mwingine ni Jenista Mhagama. Huyu ni waziri wa zamani. Jenista Mhagama alikuwa mwanasiasa mkongwe na mmoja wa wanawake wachache waliwahi kushika nafasi ya wazi katika wizara mbalimbali serikalini. Aliwahi kuwa mbunge wa Peramiho na waziri wa afya, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, na waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Aliwahi pia kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi katika utawala wa Rais Jakaya Kikwete kati ya Januari 2014 na Januari 2015. Alijulikana kwa msimamo wake mkali kuhusu chama, lugha ya moja kwa moja na uaminifu wake kwa Chama cha Mapinduzi. Mhagama alikuwa kielelezo cha wanawake waliopambana kuvunja vikwazo katika siasa ngazi za juu. Alifariki dunia Disemba mwaka 2025 nchini Tanzania baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kiliombolezwa sana na wanawake na wanachama wa CCM waliomchukulia kama mlezi na mfano wa uongozi. Wa nne ni Profesa Philemon Sarungi. Huyu ni waziri na msomi. Profesa Philemon Sarungi alikuwa ni daktari bingwa wa upasuaji na mifupa na msomi aliyewahi kuwa waziri wa afya na baadaye waziri wa elimu. Alitoa mchango mkubwa katika kuboresha sera za afya na elimu, akitumia maarifa yake ya kitaaluma katika siasa. Sarungi aliheshimika kwa utulivu, weledi na uwezo wa kuunganisha taaluma na siasa. Kabla ya siasa, alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha mshauri wa masuala ya afya ndani na nje ya nchi. Alifariki dunia mwezi Machi mwaka 2025 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwingine ni Juma Mwapachu. Huyu ni mwanadiplomasia na kiongozi wa kikanda. Juma Mwapachu alikuwa mwanasiasa, mwanadiplomasia na mtumishi wa umma aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Alikuwa mstari wa mbele katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda na sera za maendeleo ya Afrika Mashariki. Ndani ya Tanzania, Mwapachu alihudumu katika bodi ya taasisi mbalimbali za kitaifa, akijulikana kama msomi na mpatanishi mwenye heshima kubwa. Alifariki dunia mwezi Machi mwaka 2025 kwa maradhi akiwa nje ya nchi. Kifo chake kiligusa sana sekta ya diplomasia na ushirikiano wa kikanda. Mwingine ni Hansi Kitime, mbunge na usalama wa taifa.
Hans Kitime alikuwa mmoja wa viongozi waliwahi kushika nyadhifa nzito serikalini. Aliwahi kuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa na mbunge wa Makete. Alijulikana kwa ukimya, uthabiti na uzoefu mkubwa katika masuala ya usalama na nishati. Alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mifumo ya dola. Mtoto wake Ibrahim Kitine alinukuliwa akisema baba yake alifariki dunia akiwa usingizini usiku wa kuamkia Julai 25 mwaka 2025 akiwa nyumbani kwake Oysterbay jijini Dar es Salaam.